فلما كانت وقعت أهل الفتح بادر كل قوم بإسلام. كل mmoja au kila jamii au kila taifa wakaanza kwenda mbio kufanyaje? Kusilimu. Wasema wabadara abi qaumi, yani babangu katangulia watu wao biislami katika kusilimu. Falamma qadima al-furudi, sasa babake yani asema akaambia watu wake, jitukum wallahi, nimekuja min indi nabii sallallahu alayhi wasallam haqa, nimekuja kutoka kwa mtume kweli. Faqala, akasema sallu salata kadha fi hini kadha, yani mtume sallallahu alayhi amesema tuswali sala fulani wakati fulani na sala fulani wakati fulani. Akasema mtume ikihudhuria sala, yani ikifika wakati wa sala, falyuadhin ahadukum, mmoja wenu adhini, waliyaummakum, na awaswalisheni nyinyi, aktharukum qur'anan, mwingi wenu katika Qur'ani. Taban Qur'ani yaandamana na fiqhi, yaandamana nini? Na fahma ya Qur'an, sio Qur'ani alfadh peke yake. Ikiwa mtu amehifadhi Qur'ani lakini hajui fiqhi ya sala, hafai kusalisha. Mfahamu sio? Kwa hiyo mtu kunao, lakini sasa madrasa zetu zatoa hufadh Qur'an, ni jambo zuri, lakini yule hafidh wa Qur'an anaweza kuwa hajui sharti za udhu, hajui nguzo za udhu, hajui nguzo za swala, hajui, akichanganyikiwa kwenye swala, akisimama mathalan badala bila ya kuketi tashahudi ya kwanza afanye nini? Yani masaili ya swala ya muhimu, ikiwa yule anayejua Qur'ani hayajui, afai kutangulia wenzake. وهذا الحديث في حديث يدل يونيشا مدى أثر فتح مكة في تطوير الظروف. vipi فتح مكة ilikuwa na athari kubwa katika kuendeleza hali ya Uislamu wa ta'ziz al-Islam, na kutia nguvu Uislamu, wa ta'yin al-mawqif lil-arabi, na warabu kupata kuamua. Maana yake warabu walikuwa wanasubiri, hawataka kuchukua maamuzi ya haraka, wanasubiri kwanza hawa watu wa Makka, watu wa Quraysh, hali yao itaishiaje kabla ya sisi kuingilia. Ndio maana walipokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam mwaka wa 3, wa 4, wa 5, alipokuwa alianza kufanya ardhi ya Uislamu kwa wanaokuja haji katika makundi tofauti ya Waarabu na makabila tofauti ya Waarabu, alikuwa Mtume akiwafanyia ardhi ya Uislamu na kitaka kwao waunusuru Uislamu. Baada ya miaka ndio akakubali Ansar, watu wa Madina, Aus na Khazraj, kukubali kumnusuru Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini ile ni juhudi ilikuwa imefanyika kwa miaka. Mtume kila mwaka wa haji yadhhabu ila baadhi alqabail fi Mina wa ya'ridu alaihim alislam, anaenda baadhi ya makabila Mina na waeleza kwamba mimi nimekuja na dini kadha, mkinunusuru kadha 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 kadha. Walokubali nani? Ni Ansar, kama tulivyoeleza. Asema wataakkada dhalika, na hiyo ikatiliwa mkazo, ay taakudin, yani mkazo mkubwa sana, baada ghazwati Tabuk, baada ya vita vya Tabuk. Yani baada ya vita vya Tabuk, yule hata alikuwa kuna na hamu kidogo na hope kidogo ya kwamba mtume aweza shindwa au aweza dhufika au kuweza tokea chance yote, baada ya vita vya Tabuk wote walikufa moyo. Asema walidhalika nara alwufuda taqsidu almadina, ndio maana tukaona makundi mbalimbali yanakusudia Madina, tatra, yani kwa mfatano, kwa mfululizo. Thumma arsalna rusulana tatra, ay yani baadhum baad ithra baadhum ithra baad, mmoja baada ya wa pili. Asema fi hadhain al'amain, katika miaka miwili gani? Ya 9 na ya 10. Asema wanara an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, taona watu wanaingia makundi mbalimbali katika dini ya Mungu. Hata sasa ili pate kuona picha, asema ilikuwa jeshi la Uislamu wakati wa Fath Makkah ni watu wangapi? 10,000. Wakaingia wengi katika Uislamu wakati wa vita vya Tabuk, wakawa jeshi la Waislamu ni wangapi? 30,000. Wakaingia wengi katika Uislamu mpaka ikawa wakati wa hajjatul wadaa Waislamu ni laki na walihiji na Mtume sallallahu alaihi wasallam, kando na wengine ambao hawajawahi kuhiji. Sasa angalia uharaka wa watu kuingia katika Uislamu baada ya Fath Makkah na vita vya Tabuk, kukapanuka. Kwa ni kama
ile watu walikuwa wasubiri tu ile Fathu Makkah ipatikane, kwamba mtume adhihiri juu ya watu wake, kwa sababu anayemiliki Kaaba, anayecontrol Kaaba afwan, ni yeye ndio ako na uongozi wa kidini, dini yoyote ile itakayokuwa. Maana wao sasa Rasulullah ndiye anayeongoza Kaaba, na kushika kwake Kaaba na control kwake Kaaba ikathibitisha nguvu yake katika jamii. Asema wafakana au thumma nara fi hajjati alwada'i bahran min rijal islam, tukaona katika hajjati alwada' teremko bahari katika watu wa Islam 100,000 min an-nas, katika riwaya 144,000, yani 144,000 waislamu walohiji tu, kando na wale ambao kwamba hawakupata chance ya kwenda kufanya ibada ya haji. Yamuju haula rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wakizunguka pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam bitalbiya, sauti zao zikizingisha Makkah kwa talbiya na kwa takbir na kwa tasbih na kwa tahmid. Tudawi lahu al-afaq wa tartaju lahu al-arja, yani tudawi, ile sauti yao inafinika area zote, sehemu zote zinapata tikisiko kwa talbiya na takbir na tasbih. Na Mola kumwambia mtume wake sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam, baada ya kushinda kwake katika vita kama hivyo, kwamba umefanyaje, idha jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Akhiran linalokusudiwa ni mimi na wewe kama Muislamu kumtakasa Allah, wa hadha a'zam matlab, yani matlab makubwa, makusudio makubwa katika sharia ni wewe moyo wako kujaa na kumtakasa Allah, moyo wako daima iwe tashuru bitaqdisi Allah wa ta'zimi Allah wa tamjidi Allah wa ijlali Allah, daima kuwa katika moyo wako una shuuri kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ni mkubwa kuliko kila kitu. Sema kwamba fasabbih bihamdi rabbik, kisha isikughuri, wastaghfiruhu, leta istighfar. Usidhani kwamba mimi ninafanya bidii hawa kasilimu kwa hivyo mimi niko na sha'an, la, istaghfiruhu, leta. Na ndio maana wewe umeswali, si ndio? Sasa umeswali na katika kila baada ya swala mbona leta istighfar? Uko umefanya dhambi wewe? Yani wewe katika swala, ile swala ni dhambi ama ni taa, ni maasi au ni taa? Ni taa. Idhan limadha anta tastaghfiru ba'da at-taa? Sawa ni ukifanya makosa, asemaje Mola subhanahu wa ta'ala, walladhina idha fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dhakaru Allah fastaghfaru. Fanya makosa unaleta nini? Lakini mimi nafanya taa, mbona naleta istighfar? Astaghfiru awalan, unaleta istighfar kwanza, kwamba ile swala yako iweze kuwa ndani yake ina lahu, ndani yake ina laghu, ndani yake haujakuwa na khushu', hujakuwa na hudhur na Allah subhanahu wa ta'ala, hujaiswali kama itakiwavyo. Kwa hivyo unaleta istighfar, unaleta istighfar kuivunja nafsi yako isikughuri kwamba mimi naswali niko sawa. La, lazima ulete istighfar, kwa sababu nafsi albasharia, nafsi ni chombo ambacho kwamba daima kinaelekea juu, daima tutaka kusaito, tutaka kuwa juu. Sasa wewe kila ukijaribu kuiweka chini ni katika kuinyosha ile nafsi yako katika njia ya haki, lakini ukiiacha itakutawala. Wa nafsu ikikutawala basi asema tusmi au yasmi, ile nafsi itakuangamiza ikiwa pindi itakutawala. Asema alwufud, sasa ni misafara ama makundi ambao kwamba ilikuja kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asema walwufud allati saradaha ahlul maghazi, na makundi ambao kwamba ahlul maghazi yani ahlus siyar, wale ambao wamepokea akhbari za sira, akiwa wa kwanza wao al-Maghazi al-Waqidi, al-Maghazi ibn Ishaq. Yote haya vitabu ambavyo vimezungumzia ghazwa za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam zilizungumza wufud ama misafara ama makundi yasopungua 70, lakini la yumkinu an istiqsawa, sema hatuwezi kutaja zote. Walaysa kabiru faidatin fi bast tafasiliha, hamna faida kubwa katika kueleza
zote into details. Mtu akitaka kutabahar zaidi atakwenda kusoma katika Sirah Ibn Hisham atapata mengi, lakini wa inma, lakini kusudio yetu sisi nadhkuru minha ijmalan, tutataja baadhi kwa ufupi, ma lahu raw'atun au ahamiyatu fi tarikh, zile ama yale misafara au makundi ambayo yalikuwa na umuhimu katika historia. Waliyakun ala dhikrin min alqari'i anna wifadata 'ammat alqaba'il wa in kanat ba'da alfath walakin hunaka qaba'il tawafadat qabla wa yasma, iwe pia katika elimu yako na katika kujua kwako kwamba hata kama wengi katika makabila yalikuja baada ya Fath Makkah, lakini kulikuwa na makabila yalikuwa kabla ya Fath Makkah yalikuja pia kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam. Tuanza na wafd Abdul Qais ambao ni mfano bora kwamba huu msafara na hili kundi lilikuja kabla ya Fath Makkah, kabla ya Fath Makkah. Kwanza asema lilikuja hili kanat lihadhihi alqabila wifadatani, lilikuwa na msafara miwili. Tamam, la kwanza ilikuwa sanatu 5 min alhijra, mwaka wa 5 katika hijra, au kabla dhalika. Kana rajulun minhum, kwa na mtu kati yao akiitwa Muntib ibn Hayyan. Huyu alikuwa akija Madina kwa ajili ya biashara, yaridu almadina ay yaridu ay yati, yajiu almadinata liajli altijara. Falamma jaa, siku alipokuja Madina kwa ajili ya biashara, baada maqdam an-nabii, baada ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kuja, wa alima al-islam, yani baada ya Mtume alikuwa akifanya biashara Madina kabla ya Mtume kuja Madina. So baada ya Mtume kuja Madina, alipokuja katika safari zake za biashara akajua kuhusu Uislamu, fa aslama, akasilimu. Wa dhahaba bi kitabin min an-nabii sallallahu alayhi wasallam ila qaumihi, akaenda akawa amebeba barua ya Mtume kwenda ambao ametuma kwa watu wake. Fa aslamu, wakasilimu. Fatawafadu, wakaja makundi ilayhi kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam fi shahrin haram, fi 3 au 14 rajulan, walikuja watu kama 13 au 14. Wafiha, na katika safari hiyo, saalu anil imani wa anil ashriba, walimuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam kuhusu imani. Mtume akawaeleza katika hadithi ndefu, na kuhusu vinywaji, maana yake walikuwa ni watu wanakunywa vinywaji mbalimbali, kama ni pombe au ni nyingine, bali baadhi ya vinywaji walikuwa wanakunywa wao asili yake si pombe, lakini chombo kinachotumika katika kuhifadhi kinywaji kile kinafanya kile kinywaji kigeuke kiwe ni kenye kulewesha. Kile kinywaji, chombo ambacho kwamba wanatumia kuhifadhi kile kinywaji, kinafanya kile kinywaji kibadilike kiwe nini? Kiwe ni chenye kulewesha. Mpaka Mtume akawaambia sasa, kullu muskirin haram, kila chenye kulewesha nini? Ni haram. Na hii pia katika hadithi nyingine Mtume alipomtuma Saidina Abu Musa al-Ash'ari, Saidina Musa akamwambia kule kwetu Yemen kuna kinywaji fulani na kinywaji fulani. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam akataka kumfupishia maneno, akamwambia kullu muskirin haram. Sasa kikuja kingine kinaitwa jina fulani tofauti, majina sio issue. Issue ni nini? Illa ni nini? Ni kulewesha. So kinywaji chochote kikaja na jina lolote, as long kile kinywaji kinalewesha, basi nini? Haram. Asema wakana kabiruhum, mkubwa wao alikuwa akiitwa al-Ashaj al-Asri, ay min bani Asr min bani Abd Qais. Akasema amba huyu al-Ashaj siku alipokuja, maana hapa alisema hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, walipokuja hawa watu 14 wakaenda mbio kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Walipofika Madina, huyu al-Ashaj alibaki nyuma, akawa ni mwenye kufunga ngamia za watu wake, vipando vyao, begi zao, yani vyombo vyao, kile kitu chao akiwafungia. Alipomaliza akatoa nguo yake mzuri akavaa, ndo akaenda kumsalimia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hapo Mtume anamuona akifanya yote haya. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam alipomuona vile akamwambia, inna fika khaslataini yuhibbuhum Allah, wewe una tabia mbili ambazo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anapenda sana tabia hizo mbili. Yule akamuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, akaulizwa ni yapi hayo hizo tabia mbili? Mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam akamwambia, alhilmu wal ana, una tabia mbili wewe ambazo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anazipenda. Ni zipi? Mtume akamwambia,
alhilmu, upole, wal ana, utaratibu. Maana alimuona amepanga mambo yake taratibu. Kwanza ameshuka, akafunga vyombo vyake, akafunga ngamia wake. Hakuwa na kupayuka, hakuwa na haraka na pupa ya kumkimbilia. Kwanza alimaliza vitu kila kitu taratibu akamaliza. Na hii Mtume aeleza hizi sifa mbili ni sifa Allah subhanahu wa ta'ala anafanyaje? Anapenda. Ndio maana ukaambiwa ma kana ar-rifqu fi shay'in illa zana wa ma nuzi'a min shay'in illa shana. Mtume anasema upole haukuwa katika kitu isipokuwa ikawa ni chenye kukipendeza kile kitu, na haikutolewa katika kitu upole isipokuwa ni chenye kuaibisha ile kitu. Yani ile kitu inaibika ikiwa haina upole ndani yake. Kwa hivyo ni mzuri mtu awe na utaratibu katika mambo yake, awe na utaratibu. Sasa yule akamuuliza katika hadithi hapa, hakumalizia yule sahabi, akamuuliza Mtume, ya Rasulullah, hii sasa shay'un jubiltu alayhi au shay'un atakhallaqu, hii tabia ambayo kama umesema Allah anapenda, ni tabia mimi nimeumbwa nayo au ni tabia mimi na pretend tukufanya? Mtume sallallahu alayhi wasallam, la bal jubilta alayhi, hii ni tabia wewe umeumbwa nayo. Ndio akasema alhamdulillah. Katika riwaya Mtume sallallahu alayhi wasallam aliwauliza, maana walikuja katika hali kidogo wamedhoofika kimwili, kiuso. Mtume akamwambia ya Rasul, Mtume akawaambia, ma'ashara Abdul Qais, mali ara wujuhakum qad taghayyarat, mbona uso zenu zimebadilika, hali zenu si nzuri? Akamwambia ya Rasulullah, sisi katika ardhi ambayo kwamba wakhima, yani ardhi ambayo ina maradhi mingi sana, nilikuwa tukifanya zile nabidh al-anbidha, nabidh zilikuwa zikitusaidia sisi katika njaa. Ulipotuzuia ikawa sisi zile dhurufu zikatushinda. Mtume sallallahu alayhi wasallam vile vyombo vyenyewe, inna dhurufa, vyombo vyenyewe, la tuhillu wala tuharrimu, hazihalalishi jambo wala haziharimishi, lakini kullu muskirin haram, kila kinywaji kikikulewesha nini ni haram. Alafu akawaambia kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam, walaysa an tahbisu fatashrabu, yani shida nyinyi umetumia vile vyombo munafinika, mkifinika yale kile kinywaji kinakuwa ni chenye kulewesha. Kikishalewesha, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema hatta idha mtala'at al-uruq, yani kile kinywaji chenye kulewesha mkanywa kikajaa katika mishipa yenu, tanahartum, mnageuka mnapigana. Ukapata mtu fawathaba ar-rajulu ala ibn ammihi, ukapata mtu anamgeukia ibn ammi yake akamuua. Kwa sababu gani? Kwa sababu amelewa. Na kwa uzuri Mtume akitaja hayo maneno, kulikuwa na mmoja katika wale 14 alikuwa aliwahi kumuua ibn ammi yake kwa ajili kwa amelewa, ndio kuondoa ile athari ya ile ya pombe ama ulevi. Katika hawa kulikuwa minhum asema wakana fihim al-Jarud ibn al-Ala al-Abdi. Huyu al-Jarud ibn al-Ala al-Abdi kana nasraniyan, alikuwa ni Mkristo. Fa aslama wa hasuna islamu, akaslimu na uislamu wake ukawa ni mzuri. Katika kuslimu kwake alimwambia Mtume, ya Rasulullah, mimi kuntu ala dini, mimi nilikuwa katika dini, lakini naacha dini yangu kwa ajili ya dini yako. Afatadmanu li dini, mimi nikiacha dini yangu kwa ajili ya dini yako, je, wewe wanidhaminia dini yangu? Mtume, naam, mimi nakudhaminia. Kwa nini? inna alladhi ad'uka ilayhi khairun min alladhi kunta alayhi, mimi nalokulingania wewe ni bora kuliko lile uliacha. Kwa hivyo ukiingia katika Uislamu utakuwa dhimnia wewe umeukubali ule unasrani, Ukristo wa kisawa. Ule Ukristo wa kisawa upo ndani ya nini? Ndani ya Uislamu, kwa sababu Ukristo wa kisawa ni katika kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, sio katika kumwabudu Isa ibn Maryam. Fahamiana, si ndio? Hii Isa ibn Maryam kumwabudu au sawa ni kusema mwana wa Mungu au hizi maneno yote ni tahrif. Ni nini? Ni kubadilisha yaliyomo katika Injili. Anaposema Mola subhanahu wa ta'ala, yuharifuna al-kalima an mawadhihi. Kisha Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam akaelekea qibla, akaombea ile kabila la Abdul Qais, akasema Allahumma ighfir li Abdul Qais
idh aslamu ta'i'ina ghayra karihin. Ya Rabbi wasamehe hawa Abdul Qais kwa sababu wamesilimu ta'i'ina ghayra karihin, bila ya kulazimishwa, wamesilimu kutaka kwao, ghaira khazaya wala mauturina, wamesilimu pasina kufedheheka, pasina kudhalilika wala kuuliwa baadhi yao. Nasema idh ba'dhu qaumina, kwa sababu baadhi ya watu wetu la yuslimuna, hawasilimu mpaka wadhalilishwe au wauliwe baadhi yao. Ndio maana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akawaombea, kisha akawasifu akasema inna khaira ahli al-mashriqi Abdul Qais, hakika bora ya watu walioko upande wa mashriq ni kabila la Abdul Qais. Kabila la pili na msafara wa pili ni msafara wa Daus. Asema kanat wifadatu hadhihi alqabila fi awaili sanati 7, ulikuwa ujio wa hili kabila la Daus katika mwanzo wa mwaka wa 7. Lini? Wa Rasulullah bi Khaybar, mtume akiwa Khaybar sallallahu alayhi wasallam ndio huu msafara ulikuja. Bali katika mazungumzo yetu tunatangulia kusema kuhusu kusilimu kwa At-Tufail ibn Amr ad-Dawsi, tumesema kama annahu aslama wa Rasulullah bi Makkah. Huyu alisilimu mtume akiwa wapi? Makkah. Aliposilimu mtume akiwa Makkah, akarudi kwa watu wake, akabaki akiwalingania, falam yazal yad'uhum al-islam, anawalingania katika Uislamu. Wakawa watu wake hawakubali kusilimu, walikataa kabisa kusilimu. Wayubatiuna alayhi hatta ya'isa minhum, mpaka akakinai, manake akaona hawa hakuna venye watasilimu. Akaja kwa mtume, ya Rasulullah, waapize Daus, waapize. Unajua kuapiza yani walani Daus, kwa sababu yani wamekataa kusilimu. Mimi nimefanya mbinu zote. Na hii ni pale wewe unapodhania kwamba kumuongoza mtu kuko katika mkono wako. Kuongoza mtu haiko katika mkono wako, iko katika mkono wa nani? Katika kudra ya nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Alipomwambia mtume, ya Rasulullah, waangamize wale walani, mtume akasema Allahumma hdi Dausa, ya Rabbi waongoze. Kwa sababu kuongoka kwao ni kutoka kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Rabbi waongoze Daus. Huyu aliporudi kidogo tu wote wakasilimu. Waliposilimu wakaja wakamwahi mtume wapi? Khaybar, akiwa watu 70 au 80. Asema wakija Khaybar watu 70 au 80, mtume sallallahu alaihi wasallam akawapatia katika ghanima ya Khaybar. Akawapatia katika ghanima ya nini? Ya Khaybar, Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam. Tayeb, safara wa tatu asema Rasulu Farwa ibn Amr al-Judhami, mtume yani mjumbe wa Farwa ibn Amr al-Judhami. Farwa ibn Amr al-Judhami ni mtu gani? Asema kana Farwatu qaidan arabiyan min quwad ar-Ruman. Huyu Farwa ni kiongozi wa Kiarabu, lakini katika viongozi wa nani? Wa Rum. Sawa? Amilan lahum ala man yalihim min al-arab, alikuwa yeye akisimamia, akigovern, kwa govern wao juu ya wale ambao kwamba waliokuwa katika Waarabu waliokuwa chini ya uongozi wa Ruman. Huyu ndio kwa kiongozi wao. Wakana manzilahu Ma'an, nyumba yake ilikuwa kwa wapi? Ama sehemu alikuwa ameteremka, alikuwa akigovern nayo na akitawala kupitia, ni sehemu inaitwa Ma'an. Ma'an iko Jordan. Iko wapi? Urdun. Wama hawlahu min ardi Sham, ni yaliyoko pambizoni mwa Ma'an katika ardhi ya nini? Ya Asham al-Mubaraka. Asema huyu aslama, alisilimu peke yake. Lini? Baada ma raa min jiladi al-muslimina wa shajaatihim, baada ya kuona ushujaa na vita walioingia Waislamu na ushujaa wao waliokuwa nayo katika vita vya Mu'ta, wa sidquhum liqa, na ukweli wao katika kupigana walipokuwa katika vita vya Mu'ta. Maana ameshangazwa na ile hali tulioeleza katika vita vya Mu'ta, watu 2000 3000 mukabili ya watu 200,000. Sasa kuona hali kama ile na kusoma hali kama ile ikamfanya kujua kwamba
huyu ni muislamu, huyu ni mtume kweli sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam. Hii ikawa inamkera yeye mpaka siku alipoamua kusilimu akamtumia sallallahu alayhi wasallam rasul. Walamma aslama, aliposilimu, ba'atha ila rasulillahi rasulan, akatuma mtume au mjumbe kwa Rasulullah sallallahu alayhi wasallam akimweleza kwamba amesilimu. Kisha wa ahda lahu baghlatan bayda, akampatia mtume zawadi, akampea mbagaa mweupe bayda. Walamma alima ar-rum, sasa wale Rom walipojua kuhusu Uislamu wake, akhadhuhu, wakamtukua, fahabasuhu, wakamfungia, thumma khayyaruhu, kisha wakampatia option mbili, ima kuacha dini ya Uislamu au kuuliwa. Akachagua kuuliwa juu ya kuacha. Akatoa maneno mashairi yake akieleza kwamba ametagua kufa kuliko kurtadi na kuacha dini ya Uislamu. Fasalabuhu bifilistina, wakamsulubu akiwa katika ardhi ya Filistin, ala ma'in yuqalu lahu Afra, sehemu inaitwa Afra. Wadarabu unuqahu, wakawa ni mwenye kumpiga ama kumkata shingo yake, radiyallahu anhu wa arda. Ni katika watu waliosilimu pasina kumuona Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika zama za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasahbihi wasallam. Tayeb, msafara unaofuatia ni msafara wa Suda. Suda ni mji katika Yaman, katika Yaman. Asema jaa hadha alwafd, hum msafara umekuja aqiba insirafi rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wasallam min al-Ji'rana, mwaka wa 8, yani mtume baada ya vita vya Hunain na Taif alipokuwa Ji'rana, akabaki masiku, akagawanya ghanima. Baada ya kutoka kwake kurudi zake Madina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ndio huu msafara umekuja. Vipi? Asema wadhalika, na hiyo ilikuwa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam hayya ba'than, alituma kundi katika Waislamu 400, watu 400 amewatuma kama kwenda kupiga vita na kuwafikishia da'wa, na wakikataa kupigwa vita sehemu katika Yaman. Wa amarahum an yata'u nahiyatan min al-Yaman, akawaamrisha wafike sehemu katika Yaman inaitwa nini, yuqalu lahu au fiha Suda, ipo Suda. Asema bainama dhalika al-ba'th, yani pindi huo msafara wa Waislamu ilikuwa muaskaran au bisadri qanatin au muaskarun bisadri qanatin, pindi huu msafara wa Waislamu ulikuwa umecamp sehemu, alima bihi Ziyad ibn al-Harith as-Sudai, alijua kuhusu habari ya huu msafara nani? Ziyad ibn al-Harith as-Sudai. Huwa alipopata habari za huu msafara akakimbia kwenda kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam. Alipofika kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia, mimi nimekuja wafidan ala man warai, nimekuja mimi na represent wale wote ambao kama nimewaacha kule Sudan. Yani alitoka, alipoulizia kuhusu habari ya hili jeshi, akaambiwa hawa wamekuja kwa ajili ya Sudan, akakimbia akaenda kwa Mtume, akamwambia Rasulullah, mimi nimekuja kurepresent watu wa Sudan. Fardudil jaysha, rudisha jeshi, waambie jeshi liregee, na mimi laka biqaumi, mimi nakuchukulia dhamana kuhusu watu wangu, mimi nakuchukulia dhamana kuhusu nini? Watu wangu. Mtume akaregesha jeshi. Wajaa Sudai ila qaumihi, huwa kaenda kwa watu wake, faraghabahum fil qudumi ala rasulillah sallallahu, akawahimiza kwenda kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam kusilimu. Faqadima alayhi, wakaja kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam watu 15, wabayauhu ala alislami, wakampatia bai'a Mtume sallallahu alayhi wasallam kuhusu Uislamu. Thumma raja'u ila qaumihim, kisha wakarudi kwa watu wao, fada'awhum, wakafanya da'wa, fafasha fihim alislama,
kukaenea ndani yao Uislamu. Fawafa Rasulullah minhum 100 rajulin fi hajjatil wada', mpaka wakati wa hajjatul wada' wakaenda kwa Mtume SAW wakafanya na Mtume haji watu 100 katika hawa watu wa Suda. Na hii ndio malengo ya da'wa ya Mtume Muhammad SAW. Lengo lake haikuwa Mtume katika vita vyake vyote kupigana vita, lengo lilikuwa ni watu kusilimu, watu kufikishiwa la ilaha illa Allah Muhammadun Rasulullah. Hudumu Ka'b ibn Zuhair tumezungumzia. Msafara wa Ka'b ibn Zuhair tuliwahi kuzungumzia katika darasa 2 zilizopita kwa urefu kuhusu vipi Saidna Ka'b ibn Zuhair ibn Abi Sulma ambaye kwamba amezaliwa katika familia ya mashairi. Babake Zuhair ibn Abi Sulma alikuwa anajulikana kama sahibul hawliyat. Sahibu al-hawliyat. Nini maana hawliyat? Maana yake yeye alikuwa akitunga kasida mwaka mzima anatunga kasida, akisafisha, akihakikisha, akiconfirm, akiwaonesha watu ambao kwamba wenye ufasaha katika Arabu, mpaka ikawa kasida zake ni qasaid zinajulikana kama al-hawliyat. Kasida zenye kuja kwa mwaka mara moja, na zilikuwa kasida zilikuwa ni zenye nguvu sana katika mashairi, katika ambao kwamba kasida zao ni zenye kuhifadhiwa katika muallaqat ni Zuhair ibn Abi Sulma. Na huyu mwanawe Ka'b aliwahi kumtukana Mtume SAW katika kisa kirefu katika mashairi yake. Mtume SAW akahalalisha damu yake, akaenda kwa Mtume akijificha siku katika Madina. Katika kisa kirefu akamwambia Mtume, waonaje akikujia wewe Ka'b akiwa amesilimu, je utamsamehe? Amekwenda kwa Mtume akiwa amejificha. Mtume akamwambia naam, nitamsamehe. Akafungua akamwambia mimi ndio Ka'b. Kisha akamwambia Rasulullah, nipe ruhusa nikusifu. Akainuka akamsifu Mtume SAW katika kasida mashuhura inayojulikana kama Burdatu Ka'b, akianza nayo banat suadu faqalbi al-yawm matbulu mutayyamun ithraha lam yufta makbulu. Katika biati nyingi mpaka mwisho akamwambia Mtume, inna ar-rasula la nurun yustada'u bihi muhannadun min suyufillahi maslul. Manake anambia Mtume, nubitu, mimi nimepewa habari kwamba wewe umenitahadharisha, umehalalisha damu yangu, lakini nataraji msamaha kwako. Wala afu inda rasulillahi ma'mulu. Akamwambia mahlan hadaka alladhi a'taka nafilat alquran fiha mawa'id wa tafsil. Akamsifu Mtume mpaka Mtume akawa ni mwenye kumtuza burda alikuwa nayo, kishale alichokuwa nacho Mtume SAW akatoa, akavua, akamtuza, akampatia kama zawadi Saidina Ka'b ibn Zuhair ibn Abi Sulma. Safara mwingine ni wafdu Udhra au Bani Udhra. Hawa walikuja mwaka wa 9 katika mwezi wa Safar wakiwa watu 12. Ndani yao yuko mtu anaitwa Hamza ibn Nu'man. Alipoulizwa sasa hawa, Mtume aliuliza, maana walikuja wakatoa salamu ya kijahilia. Mtume akawauliza, ni nani nyinyi? Manil qaum? Wakamwambia nahnu banu Udhra. Vipi? Kwa hivyo nini nani? Akamwambia nahnu ikhwatu Qusay li ummihi. Qusay ni babu yake Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam, Kilab ibn Qusay. Kwa nini ameitwa Qusay? Asema sumia bi Qusay litaqasihi fi bilad Quda'ata al-Qasiyya. Yeye ndo alikusanya Makuraish, yeye ndo aliweza kuwakusanya Makuraishi, ikawa kabila lao likawa na sha'an. Sasa huyu asema sisi ni ndugu ya Qusay kwa mama. Ndugu ya Qusay kwa nani? Kwa mama. Na sisi yani hawa Banu Udhra nahnu alladhina 'abbadu Qusayan, sisi ndio tulimpatia support Qusay lini alipotaka kuwatoa Khuzaa na Bani Bakr kutoka Makka. Zama hizo alipotaka kuondoa Khuzaa na Bani Bakr katika Makka, wao ndo walimpatia support Qusay. Wakamwambia Mtume, lana qarabatun wa arhamun, sisi tuna ukuruba na kizazi na wewe ya Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam kama tulivyoeleza ndio alwafi au alwafaa kullu,
Mtume SAW yeye ndio wafa, yani yeye ndio mwenye kulipa wema. Tabia yake alikuwa akilipa nini? Akilipa wema. Alikuwa hasahau wema anaotendewa. Na katika kutosahau wema ni kutosahau wema waliotendewa wazazi wako. Mfahamiana? Ndipo Mtume akasema katika hadithi nyingine, katika kumfanyia wema babako au mzazi wako aliofariki ni kuwaunga marafiki za wazazi wako. Fahamiana? Mara nyingine unaona dhiki kwa sababu waweza kuwa babako alikuwa marafiki mathaqili, lakini huna budi wewe wataka babako kupata radhi zake uwaunge wale marafiki pamoja na uthaqili wao. Katika kumtendea zema babako ni kila aliyokuwa ni rafiki ya babako wewe umfanyeje? Umuunge, umfanyie wema. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kuwa hao walikuwa na ukuruba naye na walikuwa ni wenye kumsaidia babu yake, hakusahau wema wao, akawakaribisha. Farahaba bihim an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa basharahum, akawapatia bishara bifath ash-Sham, kwamba watapata ufunguzi wa wapi? Wa Sham. Kisha walikuwa na mwanamke ambaye alikuwa ni sahira ama kahina, walikuwa wakienda wakimuuliza maswali. Mtume sallallahu akawakataza kwenda kumuuliza huyo kahina, na walikuwa wakichinja kuwachinjia masahara, wachawi na wengineo. Mtume akawakataza, akaambia kuchinja ni mara moja tu kwa mwaka, ambao ni nini? Ni udhiya. Wakasilimu wa aqamu ayyama, na kaketi masiku kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam Madina, thumma raja'u, kisha wakarudi zake. Msafara unaofuatia ni wafdu Bali. Hawa pia walikuwa na mmoja ambaye kwamba alisilimu kabla ya msafara wao, lakini msafara wao ukaja nao katika mwezi wa mfungo 6 katika mwaka wa 9 wa Hijria, wa aslama wa aqama bil Madinati 3. Hawa walipofika wakasimama ama wakaishi Madina siku ngapi? Siku 3. Waqad sa'ala raisahum au raisuhum, huyu kiongozi wao alimuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, aitwa Abu Dhubayb, akaambia Rasulullah, kuwa na ugeni, je, kuna thawabu ndani yake? Yani wewe uwe na mgeni kwako, kukaribisha mgeni, je, kuna ujira ndani yake? Kando na kwamba ni ukarimu na sifa zote zile zingine, je, sisi kuna thawabu tutapata? Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kama naam, wapata thawabu, bali wa kullu ma'rufin sana'tahu ila ghaniyin au faqirin fahuwa sadaqa. Kila jema unalolifanya kumfanyia tajiri na kumfanyia maskini, yote ni nini? Ni sadaqa. Kisha akamuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, ugeni una limit? Wakati dhiafa una limit? Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia nini? 3 ayyam, siku ngapi? 3. Wama zada ala dhalika fahuwa sadaqa. Ugeni ukisidi, maana yake haitakiwi mpaka yule mwenyeji kuona dhiki. Sio wewe umeketi sehemu, wewe ni mgeni lakini ugeni wako mashallah unashinda wenyeji. Si katika sheria, sio katika sheria. Mgeni daima atakiwa awe hafifu, daima mgeni atakiwa nini? Awe hafifu. Na mwingine atakuja ni mgeni nyumbani, umemwalika, umempatia cha kumpatia, atauliza kuna sukari zaidi, kuna maziwa lala, kuna sijui kachumbari, kuna pilipili. Wauliza maswali. Yule mgeni leo angelikuwa anayo, angelikuwa amekuletea, si ndio? Madamu hakukuletea, ni moja katika mawili, ima amesahau au hakuna. Sasa wewe kuuliza wamtia ihraj, au kumbe alikuwa nafaa nifanye hivi, ataona uzito yule mtu kukualika. Mgeni atakiwa awe hafifu, mgeni atakiwa awe hafifu. Zur ghibban tazdad hubban, zuru kwa kupotea. Usitembelee watu kila siku, wewe mgeni tu kila siku, wewe waja tu kila weekend huko. Acha kutamani, acha kutafuta, kupigia simu, mbona tuone siku hizi, lakini wewe usubiri, hubipiwi, ninasema.
La, sio katika sunna. Akamuuliza Mtume maswali mengine katika sharia, akamwambia vipi kuhusu dalatil ghanam, mbuzi walopotea. Kiwapata mbuzi njiani ambao hawana wenyewe, yani huoni mwenyewe, vipi? Mtume akamwambia hii ni moja katika matatu, ima ni wako au ni wa ndugu yako au ni wafisi, au ni wafisi. Akamuuliza kuhusu walopotea katika ngamia. Mtume akamwambia malaka walahu, ya kuhusiane ngamia ajua kurudi kwao, da'ahu hatta yajida sahibahu, mwache paka mwenyewe arudi kwa mwendani wake, kwa sababu katika hadithi nyingine pia ndefu ikieleza kuhusu ngamia kwamba ufai kumchukua wewe kwa sababu umemwona barabarani, la, unao watu wenyewe na unao njia ya kurudi na unao uvumilivu wa kubaki muda mrefu zaidi pasi na kurudi kwao. Msafara wa 8 ambao kwamba kidogo ndo msafara mrefu ni msafara wa Thaqif. Asema kanat wifadatuhum, ujio wao ulikuwa katika mwezi wa Ramadhan. Hawa habari zao ni ndefu, ni muhimu sana. Wa qissatu islamihim, kisa cha kusilimu kwao, anna raisahum, kwamba kiongozi wao. Tunajua kuhusu Thaqif. Hawa Thaqif tunawakumbuka wapi? Watu wa wapi hawa Thaqif? Thaqif watu wa wapi? Wa Taif. Thaqif ndio walompura Mtume mawe. Thaqif ndio walompura Mtume mawe. Isitoshe wakati wa vita vya Taif tulizungumzia mwisho, waliingia katika hisn. Mtume sallallahu alayhi hakuweza kuingia, akatoka akarudi zake baada ya mushawara na masahaba zake. Kwa hivyo wakabaki wao kwao katika himaya na katika ngome yao. Alikuwa bado Mtume sallallahu alayhi wasallam hawajaingia wao katika Uislamu. Sasa akaja kiongozi wao huyu Urwa bin Mas'ud al-Thaqafi, na huyu ndio mmoja katika wawili waloteremkiwa walokusudiwa na aya ya Qur'ani pindi Makureshi waliposema Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, رجل من القريتين عظيم وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. maana yake Makureshi singeteremshwa mtu, yani mmoja katika sehemu hizi mbili, yani Taif au Makkah. Taif alokusudiwa ambaye kwamba astahiki kuteremshiwa Qur'ani, maana yake kwa mtazamo wa Makureshi ilikuwa ni Urwa ibn Mas'ud al-Thaqafi. Urwa ibn Mas'ud al-Thaqafi, na alikuja wakati wa sulhul Hudaybiyah, alishuhudia sulhul Hudaybiyah, akaona, na yeye ndo alipokea ile hadithi ya sulhul Hudaybiyah kwamba ameona watu ambao kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam ma amarahum bi amrin illa ibtadaruhu, akiwaamrisha tu wote wanakimbia kufanya, bali ikafika kueleza katika hadithi yake wakanu yaktatiluna ala waduihi, walikuwa masahaba wakipigana kwa ajili kupata mabaki au yaliyobaki katika maji aliyotawadhi nayo Mtume. Yani yale maji ambayo Mtume ametawadhi nayo, masahaba wakipigania kupata fungu na nasibu katika maji yale, kutabaruku nayo. Sasa Urwa alisilimu, alikuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam baada marji'ihi min ghazwati Taif, baada Mtume kurudi zake katika vita vya Taif katika mwaka wa 8 mwezi wa Dhulqa'da, kabla an yasila ila al-Madina, kabla ya Mtume kufika Madina. Fa aslama, akasilimu Urwa. Aliposilimu alibaki na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallama, akawa ni mwenye kusoma. Baada ya kusoma akamwambia Rasulullah, wacha niende home nianze kuwafanyisha da'wa. Hivyo kwa watu wazito sana. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamogopea, akamwambia hawa watu watakuua, bakia hapa. Akamwambia Rasulullah, ndio anasema yani yeye kwa kwao kwanza sio mtu wa kawaida, kana sayyidan muta'an, ni bwana anayesikika maneno yake. Akamwambia Rasulullah, ana ahabbu ilayhim min abkarihim,
mimi napendekeza zaidi kwa wao kuliko wana wao wa kwanza. Unasemaje Kiswahili mtoto wa kwanza? Ana jina alwaladul bikr, yani mtoto wa kwanza. Sasa mtoto wa kwanza sio? Alwaladul bikr. Sasa waladul bikr kwa kawaida ni mwenye kupendekeza zaidi kwa mzazi, si ndio? Mzazi mtoto wake wa kwanza ndio furaha yake ya kwanza, ndio kila kitu chake. Sasa yeye akamwambia sasa mimi napendekeza kwao kuliko watoto wao wa kwanza. Yani wote wananipenda sana. Kwa hivyo hiyo story ya kwamba wataniua sidhani. Wacha mimi niende nikafanya dawa. Akatoka. Alipofika kwao akapanda kwenye nyumba yake. Nyumba yake ilikuwa na sehemu ambayo kwamba kama balcony ambayo kwamba akiweza kuzungumza na watu kwa juu. Akatoka akaanza kuzungumza, akaanza kuambia kwamba mimi nimesilimu. Katika riwaya alianza kuswali, watu wakamuona. Katika riwaya alianza kuzungumza. Alipoanza kuzungumza wakaanza kumrushia mishale, faramuhu binubuli min kulli wajhin. Akaanza kumrushia mishale, akaona mishale yanamiminika kutoka kila njia, mpaka moja katika mishale ikampata katika sehemu ya kumuua. Fa asabahu fi maqtalin faqataluhu, wakamuua kiongozi wao, mtu ambaye kwamba ndo apendekeza zaidi kwao, walimuua. Kisha baada ya kumuua sasa aqamu ba'da qatlihi shahran au ashhuran, wakakaa miezi baada ya kumuua nani? Urwa ibn Mas'ud al-Thaqafi radiyallahu anhu wa arda. Walipokaa miezi wakasema la, wakaanza kushauriana, tamaru bainahum. Sasa sisi tumemuua huyu Urwa ambaye kwamba ni Muislamu, ambaye ni sahaba wa nani? Wa Muhammad Rasulullah. Muhammad yupi? Muhammad yule ambaye kwamba Waarabu wote sahihi wamemfuata. Rome wamemwogopa, uongozi ni wake. Tuweza kupigana naye kweli? Akaona kwamba la taqata lahum biharbi man hawlahum min al-arab, kwamba hawataweza kupigana na wale waliokuwa pembezoni mwao katika Waarabu, alladhina kanu qad bay'u wa aslamu, ambao kwamba tayari kwa kana bai'a na washasilimu. Faajma'u, wakaamua sasa an yursilu rajulan ila rasulillah, watume mtu kwa nani? Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Fakallamu Abdayalil. Mjua Abdayalil? Abdayalil huyu ni yule alioamrisha watu wakati ule wamtrushie mtume maji. Angalia hikma ya mtume ya Mungu subhanahu wa ta'ala. Angalia hikma ya Mungu subhanahu wa ta'ala. Yule ambaye kwamba alomrushia mtume wae, leo anakuja yeye kulia kwa mtume na kuomba msamaha na kutaka kusalimu. Ndio ujue kwamba la tastajil qatfa thimar, la tastajil qatfa thimar. Usiwe na haraka katika kuvuna matunda. Sio leo mimi napanda, leo mimi nataka nivune, leo mimi nataka niuze, leo mimi nataka mfaidi, la. Na kadhalika katika da'wa ni mimbabi aula. Sio leo mimi nalingania, leo mtu atakubali, leo atasilimu, bali kuna atakaye leo kupiga vita, kesho atakuwa rafiki yako mkubwa sana. Kesho atakuwa mtetezi wako. Kesho atakuwa lile baraza mliokuwa mkimsema, yeye ndo anayanyamazisha watu. Mwambie hamwezi kumsema tena huyu. Usiwe na haraka katika da'wa itaka subra. Da'wa itaka nini? Subra haya juu sana. Sawa ni yule mfanyikazi uliokuwa naye nyumbani, sawa ni yule rafiki yako uliokuwa naye kwenye kazi, kampuni, kazini, wote jaribu usife moyo, usife. Ameshamwambia lakini unaelewa kuondoa, ameshamwambia ankataa kusilimu yeye mwenyewe, basi shafanya yangu. Sio hiyo katika da'wa, sio taka ilhah. Fanya tena, jaribu njia nyingine, jaribu hii njia imeshindikana, jaribu ya pili, jaribu ya tatu, jaribu ya nne, mpaka kupata njia ya kumkinaisha yule mtu. Asema fakallamu Abdayalil ibn Amr, wakamzungumzisha huwa Abdayalil, wakamwambia bwana, tutaka wewe tukutuma uende kwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ufanye uwe kama ni mjumbe wetu kwake. Akakataa.
akaogopa kwamba akienda wakhafa an yasna'u bihi idha raja'a mithla ma sana'uhu bi Urwa, akaogopa kwamba akienda kule akirudi akiwa atasema maneno yasiwafurahisha naye pia auliwe kama mfano wa nani, wa Urwa. Akasema lastu fa'ilan hatta tursilu ma'i rijala, siendi peke yangu mpaka mnipe watu katika nini pia. Fab'athu ma'ahu rajulain min al-ahlaf wa thalathatu min bani Malik, wakapatia watu wawili katika ahlaf yani makabila ambao kwamba yako na coalition nao, na watu watatu katika bani Malik. Fasaru kam, wakawa ngapi? 6. ndani yao kuna mtu anaitwa Uthman ibn Abdul As al-Thaqafi. Fadhi jina lake huyu atakuwa na sha'an, atakuwa na sha'an na habari. Asema wakana ahdathuhum sinna, alikuwa ndio mdogo wao katika umri, huyu ndio mdogo wao katika wale watu 6. Falamma qadimu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam, alipofika kwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, aliwaona mwanzo ni al-Mughira ibn Shu'ba. Al-Mughira ibn Shu'ba yeye pia ni katika Thaqafi. Akafurahi sana, alikuwa yeye ndo anashughulikia kufunga zile ngamia za masahaba na nini, walikuwa wakipishana masahaba. Sasa alipoona tu hawa wamefika, akakimbia kwa mtume sallallahu alaihi wasallam kutaka kumpatia bishara kwamba ya Rasulullah, Bani Thaqif wamekuja wasilimu, kumfurahisha mtume. Maana mtume sasa alikuwa akisubiri kusilimu kwa Bani Thaqif. Akitoka kwenda mbio, wa kwanza alomkabili nani? Ni Saidna Abubakar. Akamwambia Saidna Abubakar, bwana Bani Thaqif ndo bwana, kuomba niachie mimi hii kazi, wewe rudi zako, acha mimi nimfikishie habari nani mtume. Wote hawa wanafanya kushindana katika kumfurahisha mtume moyo wake, wajua hii habari itafurahisha mtume moyo wake sallallahu alaihi wasallam. Kataka yeye ndio awe atakayefikisha hizi habari kwa nani? Kwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alafu akamwambia mtume, Saidna Bakar akaenda kwa mtume. Alipomwambia mtume sallallahu alaihi wasallam akafurahi na akasujudu na akawaombea Mungu. Lakini hawa kwa hawajasilimu bado. Saidna al-Mughira akamuomba mtume ruhusa kwamba awasimamie yeye hawa jamaa zake. Mtume akamwambia haina neno, lakini jalia khema yao iwe karibu na msikiti, sehemu ambapo kwamba watakuwa ni wenye kusikia swala ikiswaliwa, Qur'ani ikisomwa, wawe karibu waone kitu yenye tunafanya. Wakawekewa qubba fi nahiyati masjid, wakajengewa khema karibu na msikiti, likay yasma'u al-Qur'ana, ili waweze kusikiza Qur'ani, na wayarau an-nasa idha sallu, waone watu wakiwa wanafanyaje, wanaswali. Wamakathu yakhtalifuna ila rasulillah. Nini maana yakhtalifuna? Wakikhtalifiana, yakhtalifuna ay yadhhabuna maratan tilwa al-ukhra, wanaenda leo, baada dakika 5, baada saa, kesho, masiku wameketi, wanaenda leo kwa mtume wanamsikiza, kesho tena wanaenda tena wanamsikiza, kesho tena wanakwenda tena. Zile negotiations zao na mtume sallallahu alaihi wasallam zilichukua muda. Fakana yakhtalifuna ila rasulillah wa huwa yad'uhum ila-islam, mtume anawalingania katika Uislamu na wao wanasita, mpaka huu kiongozi wao akamwambia mtume, ya Rasulullah, tuandikie mkataba wa sulh baina yako wewe na baina ya Thaqif. Mkataba wenyewe wasemaje? Mkataba wenyewe tunataka uruhusu kwanza sisi taslimu, sawa, lakini turuhusu ya Rasulullah tuzini, turuhusu ya Rasulullah tunywe pombe, turuhusu ya Rasulullah tule riba, na pia tuachie yule Lat. Faraitumul Lata, yule Lat alikuwa yuko Thaqif pale Taif, tuachie na Lat huyu akae tu chana, simshughulikie. Isitoshe yote wa an yafiyahum min as-salah, kuswali pia ni ngumu, acha pia hii kae. Isitoshe wa alla yaksiru asnamahum biaydihim, na wasivunje masanamu yao kwa mikono yao. Yani Mtume sallallahu alaihi wasallam atume watu wavunje wao, Mtume akakataa yote hayo. Hadithi ndefu, Mtume alikataa yote hayo hapo kwamba walimwambia, bali katika hadithi akamwambia Mtume, akamwambia la dina liman la ruku'a lah, yani hana dini mtu ambaye kwamba haswali. Yani haina haja yeye kusema una dini na
uswali. Asema fa aba Rasulullah sallallahu alayhi wasallam an yaqbala shay'an min dhalik fakhallu watashawaru, wakakaa kando wakashauriana, falam yajidu mahisan an alistislam li Rasulillah, wakaona hakuna venye sisi tutaponea hapa isipokuwa tukubali tu, to give up kwa yale anayotaka mtume. Fastaslamu wa aslamu, waka give up wakasilimu, lakini washtaratu, wakapeana sharti, ambia Rasulullah tunataka wewe ndo uvunje yule lat, yani nyinyi wewe, ima wewe au mtu kutoka kwa masahaba waje wao wavunje, sisi hatuwezi kwamba sisi huyu ni Mungu wetu ilikuwa na ana sehemu kwetu, sasa hizi kuamua tutachukua shoka tuvunje ni ngumu, njoo nyinyi wenyewe mvunje lat. Akamwambia mtume, akakubali kwamba bali katika alo yakubali mtume sallallahu alayhi wa alihi. Sasa tutakuja kueleza hapa mwisho aliwakubalia baadhi ya mambo ambayo ni kutopigana jihad na mengineo. Mtume alipoulizwa baadaye kama masahaba zake, waacheni kwanza, waache wakisilimu, haya mengine nayo watayafanya tu automatically, watayafanya moja kwa moja. Mtume akawakubalia, wakataba lahum kitaban, akawaandikia barua, wa amara alaihim Uthman ibn Abi al-As al-Thaqafi, akajalia kiongozi wao ni yule kijana Uthman ibn Abi al-As al-Thaqafi. Kwa nini? Kwa sababu li'annahu kana ahrasuhum ala at-tafaqquh fi al-islam wa ta'allum ad-din wal-Qur'an, alikuwa yeye ndo anapupa na hamu kujua dini huyu Saidna Uthman ibn Abi al-As. Kwa nini? Asema dhalika anna al-wafda, ule msafara ulikuwa ukienda kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, walikuwa kimwacha Uthman ibn Abi al-As nyuma, wakimwacha Uthman ibn Abi al-As nyuma, wao wakienda wao, yeye huwa akibaki kuchunga. Ikifika wakati wa hajira, wakati jua kali, wakati wa watu wanaingia kwenye kivuli, yeye huwa anatoka, hawa wamerudi, yeye anatoka anaenda kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Alikuwa kashasilimu mapema kwa mtume, alisilimu siri bila ya kueleza wenzake, akawa anaanza kumuuliza mtume maswali kuhusu dini, kuhusu fiqhi, kuhusu Qur'ani, kuhusu, akichukua kwa mtume. Akimkosa mtume, akiwa mtume hayuko, anakwenda kwa Saidina Abubakar. Ikawa hii ndio kazi yake. Wamekuja shughuli yao ni negotiate na mtume, yeye shughuli yake ni kusoma kwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mpaka akawa amekusanya fungu kubwa. Wakana min a'zami an-nasi barakatan liqaumihi fi zaman ar-ridda. Huyu Saidna Uthman ibn Abi al-As anasema atakuwa na jambo, ni kwamba alikuwa ni mtu mkubwa, yani mwenye baraka kubwa kwa watu wake. Kwa nini? Wakati wa ridda, wakati mtume amefariki, baadhi ya makabila yalianza kurtadi. Nilipotaka Banu Thaqif kurtadi, akawaambia Banu Thaqif maneno mazito, akamwambia ya maashara Thaqif, kuntum akhira an-nasi islama, enyi Mathaqif, hii ndio kwa watu wa mwisho kusilimu, kabila la mwisho kusilimu ni nini? Fala takunu awwala an-nas riddatan, usiwe ndio kabila la kwanza sasa kurtadi. Yani siwe tutakusanya mabaya mawili tu, sisi ni wa mwisho kusilimu, tena iwe sisi ndio wa kwanza kufanyaje? Basi ndio wakaacha hawa kurtadi, akawa yeye kwa sababu yake yeye hawa kabila lote halikurtadi. Sasa hum safara ulirudi zake wapi? Thaqif, sawa, Taif. Waliporudi Taif hawakuambia watu wao ukweli, waliwaficha, wakawaogopesha tu kwamba bana Muhammad ni mtu ambaye kwamba hakubali kitu, atakuja kutupiga vita, atatuua kadha kadha. Wakawa wanadhihirisha kwamba huzuni katika nyuso zao, kwamba hii safari tumekwenda lakini hatujafaulu. Kwa nini hawakusema moja kwa moja kwamba wao wamesilimu? Wameogopa kwamba wakisema tumesilimu na wao wafanyaje? Watauliwa. Kwa sababu ikiwa yule Urwa ibn Mas'ud al-Thaqafi aliuliwa, na wao mbabi aula. Akamwambia bwana, hapana Muhammad, sasa hatuone kama akamwambia akamwambia kwamba mtume amewaamrisha wasilimu, waache zinaa, waache pombe, waache riba, yote hayo. Fa akhadhat thaqifan nakhwatul jahiliya, ile nakhwa na kibri ya kijahiliya ikawajaa wale Bani Thaqif. Akamwambia wallahi hatukubali,
hatukubali wala hatusilimu. Basi kama basi tujiandae kupigana nao. Wale wakasema nini? Hata tusifanye maneno mengi, sisi wote tukae tujipange vita. Wakakaa siku 2 walipanga, baada ya siku ya 3 wakasema alqallahu fi qulubihim ar-ruhba. Mungu akatia hofu katika moyo wao, wakasema rudini. Kwamba wale msafara, nendeni tena kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tumekubali. Ambaye yote ulisema mbaya. Hapo ndio wale wakamwambia hapana, haina haja kurudi. Sisi tumekuja sasa ndio tuambie ukweli. Ilikuwa ni hivi na hivi na hivi na hivi. Mbona mmetuficha? Sisi tulikuwa tunajua shetani kwanza atawatawala. Tukasema wacha shetani amalize kazi yake kwanza, mtulie, kisha baadaye tuambiwe kweli. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam baada ya hapo, baada ya kusilimu kwao, akatuma kundi katika masahaba kwenda kuvunja lile sanamu la Allat, wakiongozwa na nani? Na Saidina Khalid ibn Walid radhiyallahu anhu. Akiwa pamoja na Saidina Khalid ibn Walid, Al-Mughira ibn Shu'ba yule aliyopokea Madina, akaja akapanda juu ya yule sanamu Lat, akapiga shoka, akawa yani ile jiwe lilikuwa ni kubwa sana na ni nzito sana, akaanguka yeye Al-Mughira ibn Shu'ba. Baada ya kupiga wale wakasema halas, Mughira ameuliwa na Mungu wetu mwenyewe amechukua kisasi, amewaonesha kwamba mimi ni Mungu. Maana yeye Mughira alisema acha mimi nitawachekesha kuhusu Thaqifa hawa, akafanya kusudi kujiangusha. Waliposema hivyo, Mughira akasirika, akaamua tena kuinuka vizuri, akapiga na akavunja mpaka akamaliza yule sanamu, wakamweka chini. Walipomweka chini yule sanamu, wale sadanatul ma'bad ni wenye kusimamia ile sehemu ya yule sanamu wenye kusimamia, wakamwambia ngoja, simemweka chini sasa hivi ardhi itawameza hawa. Sasa hivi ardhi itafanyaje? Itawameza. Mughira aliposikia akamwambia Khalid, nipatie ruhusa mimi nichimbe sasa hii ardhi ambayo kwamba itatumeza. Akaanza kuchimba mpaka chini, akapata dhahabu ambazo kwamba zilikuwa zikiwekwa chini kule kama khazina. Zile dhahabu zilikuwa ni nyingi sana kiasi wakaenda nazo mpaka kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallama, na Mtume sallallahu alayhi wasallam siku ile akazigawanya na akamshukuru Mungu subhanahu wa ta'ala kwa kumnusuru na kuinusuru dini yake. Na mpaka hapa tutakoma insha Allah ta'ala, kwa yale yote tulisema ya khairi. Mola subhanahu wa ta'ala tuwafikia. Mola subhanahu wa ta'ala tumuomba tujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Tumuomba tujalie min alladhina yastami'una faya'lamun wa ya'lamuna fay'amalun wa ya'maluna fayukhlisun wa yukhlisuna fayuqbalun برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Jina au asili yao ilitoka nchi ya Isa? Ilitoka huko? Ilitoka Isa. Rome ni asili yao huko. Sasa walitawala wao mpaka Sham.